Kama kawaida mnafahamu tunapambana na nzige hapa nchini, na swala la nzige limeleta taharuki kwa wananchi, na kwa sababu nzige ni hatari, wanaweza kusababisha njaa kubwa sana kwa wanaofahamu. Kwa hiyo tunadhani ni vizuri tuwape taarifa wananchi mara kwa mara, wajue juhudi ambazo serikali inazifanya zinaendeleaje, na vile vile isaidie kupunguza taharuki ambazo sio za lazima. Kwa hiyo nimewaita hapa kuwapeni taarifa tu kidogo kuhusu mapambano ya dhidi ya nzige yanavyoendelea. Mapambano yanaenda vizuri sana, na kwa kweli nafurahi na jitihada ambazo zinafanywa na wataalamu walioko field muda wote kwa ajili ya kumaliza nzige hawa. Kama mnavyofahamu, hawa nzige waliingia, kwanza kuna kundi la awali liliingia kupitia Mwanga kutoka Kenya likaenda Simanjiro. Tumeshalipunguza ukubwa sana. Kuna makundi mengine yaliingia kutoka Kenya yakaingilia Longido, na baada ya kupambana nao sana kule Longido, kundi moja likaruka likaja Siha mkoa wa Kilimanjaro. Sasa hivi kuna kundi jipya limeingia kutoka Kenya, sasa hivi liko Longido. Kwa hiyo hali ikoje sasa hivi? Moja, kwa wilaya ya Siha tumewateketeza wale ambao walikuwa wameingia hapa, lakini kakundi kadogo kali escape kakarudi Longido. Baada ya kukaa Longido pale kafuatiliwa, wakaruka wameenda Monduli. Kundi hilo liko Monduli sasa hivi, lakini wataalamu wako pale wanafuatilia kwa ajili ya kuliangamiza. Kuna kundi jipya la nzige wachanga sana limeingia kutoka Kenya, limeingia Longido. Sasa hivi tunajua mahali lilipo, kwa hiyo tunasubiri tu kwenda kuliteketeza. Tuna helikopta inaweza ikaondoka muda wote sasa hivi kutoka uwanja wa ndege wa Arusha kwa ajili ya kwenda kumwaga viatilifu. Itamwaga pale alafu itaenda na wilaya ya Monduli. Kuna kundi moja liko Simanjiro, lile ambalo tumekuwa tukiliteketeza. Limeendelea kupungua, lakini kwa sababu ya mazingira ya Simanjiro kwa kweli limetupa shida kidogo, kwa sababu sasa limeingia maeneo ambayo yana miba sana na vichaka vikubwa, na wataalamu walioko kule wanashindwa kulielewa sasa hivi liko wapi. Kuna dalili kwamba huenda likawa limevuka kwenda Kiteto au liko Simanjiro. Nimeomba ndege ndogo ya surveillance ya TANAPA ije tusaidie kwenda kuangalia angani, likiwa na mtaalamu wetu mmoja, kuangalia kulilocate hilo kundi, ili baadaye helikopta iende ikawapige hao nzige mahali popote walipo. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa kwamba vita vinaenda vizuri. Tunashukuru kwamba muda wote haya makundi yamekuwa yakitoa maeneo ambayo sio makazi ya watu, kwa hiyo imekuwa rahisi sana kuwashambulia na kumaliza. Tumeongea vile vile na Wizara ya Maliasili na Utalii kuwaomba kwamba zile hifadhi za taifa zote au na misitu ya serikali ambayo iko mpakani, wafanyakazi walioko kule na wenyewe wawe macho, waangalie kama kuna kundi lolote ambalo litakuwa likaingia maeneo ambapo hamna wananchi ambao wanatupa taarifa, basi watupe taarifa ili tuende tukapambane nalo. Na tunashukuru Wizara ya Maliasili kwanza kwa kuruhusu kutumia ndege ya surveillance ya TANAPA. Haiwezi kunyunyizia, lakini itakuwa inaongeza nguvu kwa ajili ya kuruka kuangalia maeneo yanavyoenda. Kwa kama mnavyofahamu, tumechukua helikopta kutoka shirika la kupambana na ndege wekundu. Ndege hii ni yetu sote wanachama wa shirika hili. Ndege hii imetoka Zambia, ishatua jana, ilikuwa inafanya surveillance. Kwa hiyo tunadhani itakuwa inamwagilia sumu katika yale maeneo hasa ya Longido na Monduli kama nilivyosema. Sasa tunaendelea kufuatilia nini kinaendelea katika mwenendo wa nzige. Tunafuatilia sana juhudi za Kenya za kupambana na nzige hao, na tunawasiliana nao, na tunafurahi kusema kwamba hata kuna kundi moja lilikuwa linavuka mpaka, lakini liliweza kushambuliwa na juhudi za Kenya na kuteketezwa. Kwa hiyo wenzetu kule na wenyewe wamerusha ndege, wanahakisha wanaoua nzige hao kama ambavyo sisi tunafanya upande huu. Tumepata taarifa kwamba kuna kundi jingine linatoka kutokea Machakos. Upepo unaweza kuwa unaleta upande huu wa Kajiado, linaweza likaja Tanzania, lakini tunashukuru na tunawasiliana na Kenya kwamba ni vizuri wakaliwahi huko. Tunajua nzige hao wanaweza kusafiri kilomita 80 kwa siku. Kwa hiyo lakini wakishafika pale wanatua, na mara nyingi tunashambulia wakiwa wametua chini. Kwa jioni wanatua, wanalala, asubuhi
kwa ndege unaweza ukawapiga au ukawapiga jioni. Jioni of course hizi ndege ni ndogo sana, kwa wakati mwingine hatuzitumii kumwaga sumu jioni kwa sababu haziruki sana kwenye giza. Na ndio maana mara nyingi jioni tunatumia wale wanaoenda na pump kwa ajili ya kumwagilia. Huku field Mheshimiwa Bashe yupo na timu anafanya kazi nzuri sana pamoja na timu yetu kwa ajili ya kupambana na nzige hao, na namshukuru sana. Labda niongeze kitu kimoja. Hizi juhudi tunazofanya sasa hivi, mtashangaa kwa nini tumechukua ndege helikopta kutoka shirika la kupambana na nzige wekundu lenye makao yake makuu Zambia, ambalo sisi ni wanachama na tunalipia. Wakati nzige hawa sio nzige wekundu, hawa ni nzige wa jangwani, na sisi vile vile ni wanachama wa shirika la kupambana na nzige wa jangwani lenye makao makuu Ethiopia. Tumefanya hivyo kwa sababu hatujaona msaada mkubwa sana kutoka kwenye hili shirika la kupambana na nzige wa jangwani lenye makao makuu Ethiopia, na mkuu wa shirika hilo anaitwa Dr. Nzoka. Hatujaridhishwa sana na utendaji wa shirika hili, na tumeongea na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje. Balozi wetu kule Ethiopia atakuwa amemwita mkuu wa shirika hili kumweleza kwamba tungependa tuone kwa kweli wako makini zaidi. Sisi ni wanachama, tumelipia fedha zote. Tena nadhani huenda Tanzania kati ya nchi mbili tu ambazo zimelipa ada yote ya wanachama. Ndege za shirika hili ni ndege zetu sisi wote, lakini hili shirika lina ndege iko Moshi, muda wote imetua, wamemchukua rubani wamempeleka Kenya. Nimejaribu sana kumpigia simu mkuu wa shirika hili, simpati. Ameambiwa kwamba namtafuta na amepewa namba yangu, hajanipigia simu. Kwa hiyo nampelekea tu salamu kwamba haturidhishwi na utendaji wake sisi kama wanachama, na inawezekana kama uzembe ni wa kiasi hiki ambacho nimeuona, si ajabu kwamba tunaona hii shughuli za kupambana na nzige wa jangwani bado zinaendelea kuwa changamoto. Kwa hiyo tunataka tuone ili shirika likifanya kazi vizuri. Tumetoa hela zetu za Tanzania kwa ajili ya shirika hili, na tunajua wanapata misaada kutoka mashirika mbalimbali. Waongeze juhudi. Haingii akilini kwa nini kuna ndege iko Moshi imetua muda wote ya kumwaga viatilifu, lakini hairuki kwa sababu wao wamemchukua rubani aliyoko hapa wamempeleka Kenya. Kwa hiyo tutaendelea kulifuatilia hili na tutachukua hatua madhubuti kama uongozi wa shirika hili hautaongeza juhudi za kupambana na nzige. Lakini kwa ujumla ningependa kuhakikisha wananchi wa Tanzania kwamba tuko makini. Tuko makini sana, tunatumia capabilities zote kumaliza nzige hao, na mpaka sasa hivi hatujapata madhara ya aina yoyote kutokana na nzige walioingia hapa Tanzania. Na kama jitihada zetu zikienda kama ambavyo sasa hivi tunazipeleka, ni matumaini yetu kwamba hawa nzige ambao wameshaingia Tanzania wote tutakuwa tumewamaliza. Lakini kama nilivyosema, tutaendelea kuwasiliana na wenzetu wa Kenya, na ningependa ile shirika la kupambana na nzige wa jangwani na lenyewe liongeze jitihada ili kuhakikisha kwamba kwa kweli nzige ambao wanatoka, hasa wengi wanatoka kaskazini mwa Kenya, wanashuka taratibu chini, wanaangamizwa mapema kabla ya kuingia Tanzania.